Baba yetu wa mbinguni, jina lako limetukuka, ni jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Asante Mungu wetu uliye hai, uliyezifanya mbingu na nchi, uliyetuita kwa jina lako ukasema njooni kwangu, nasi tumekuja kwa neema yako, kwa sababu Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yetu. Asante kwa siku mpya inayotoka mbele ya kiti chako cha enzi. Asante kwa faraja na ukuu wako, kwa sababu unatenda kazi ndani ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuwa tena leo tunapata fursa ya kujifunza neno lako. Neno lako ni uzima, neno lako ni wokovu, neno lako ni tumaini, neno lako ni kimbilio la milele. Tunakushukuru Mungu wetu uliye hai kwa kila mmoja wetu, kwa sababu wewe ndio unayeamuru siku. Haleluya! Na wewe ndio umeamuru uzima katika maisha yetu. Asante Bwana wa mbinguni, tunakushukuru Baba yetu. Asante pia kwa kuwa neno lako kupitia Rhapsody ya Uhakika limekuwa likitujenga na kutuimarisha na kutufanya tukue na kujua nafasi yetu ile uliotuitia katika uzima wa milele. Haleluya! Baba yetu wa mbinguni, ubarikiwe. Tunakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu. Roho wako Mtakatifu ni ufunuo, ni udhihirisho wa wema wako na hekima yako katika maisha yetu. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Hujambo, naitwa Zawadi. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo, siku ya 9 ya mwezi wa 7, 2026. Tunakutana tena nawe katika tafakari ya neno la Mungu kutoka Rhapsody ya Uhakika ambayo inaandaliwa na mchungaji Chris. Ujumbe wetu leo unatuambia daraja jipya la watu wenye uzima tofauti. Daraja jipya la watu wenye uzima tofauti. Neno la msingi ni kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Mstari unasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Haleluya. Narejea tena, mstari huu unasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris anafafanua tafakari ya leo kwa kutuambia kwamba Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Anasema wewe ni mtu mpya ndani ya Kristo uliye na uzima wa ufufuo. Warumi 6 mstari wa 4 inasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na wewe na sisi tuenende katika upya wa uzima. Anaendelea kusema sisi ni daraja jipya la watu, aina mpya, uzao mpya, spishi, uzao mpya. Hiki ndicho unalazimika kukielewa kuhusu maisha yetu ndani ya Kristo. Uzima tulio nao unatoka kwa Mungu na si kwa mwanadamu. Mtume Yohana alitumia lugha hii kwa makusudi. Hakusema uzima umo katika mwanawe, bali alisema uzima huu umo katika mwanawe. Anazungumzia uzima maalumu, uzima mahususi, uzima aina fulani ya uzima ule ule alionao Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, anauita ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Uzima huu unatofautiana na aina nyingine ya uzima. Ndio wenye kutufanya tuwe wa kiungu, ndio wenye kufanya tuwe miungu. Anasema katika Zaburi sura ya 82 mstari wa 6 kwamba mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Biblia inasema kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika dunia hii. Ukiangalia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17. Hata malaika kwenye kitabu cha Matendo
alielewa upekee na utofauti wa uzima wetu ndani ya Kristo pale alipoambia mitume katika Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 20 kwamba enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Uzima huu ni wa tofauti, ni wa kiungu na ni mkuu. Huo ndio ulioupokea pale ulipozaliwa mara ya pili. Kuzaliwa upya si kujiunga na kanisa, ni kuhusu kupokea uzima wa milele, uzima na asili ya Mungu. Inamaanisha kuwa Mungu ni baba yako. Inamaanisha kuwa umeletwa katika mpangilio mpya wa maisha. Paulo anausema kwa namna hii kwenye Wagalatia 2:20 kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Angalia ile Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Sehemu ya mwishoni kabisa inasema, uhai nilionao katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Huu ni uzima wa kiungu wa kitofauti kabisa wa mtu mpya ndani ya Kristo. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa uzima wako wa kiungu ndani yangu. Nina ufahamu ya kuwa mimi ni aina mpya ya mtu ndani ya Kristo. Nimezaliwa kwa Roho wako na kujazwa kwa utukufu wako. Ninatembea katika haki na kuishi kwa Roho wako. Ninadhihirisha asili yako ya kiungu, nikimdhihirisha Kristo kwenye dunia yangu, katika jina la Yesu, amina. Haleluya, haleluya. Masomo zaidi tunapata waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2 unasema, lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho yetu, tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Na uzima huo ulidhihirika, nasi tumeuona, tena twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 13. Hapa tunaambiwa kwamba na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Haleluya. Matendo sura ya 5 mstari wa 20 nasema, enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Haleluya. Na waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, Biblia hapa inatuambia, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Haleluya. Basi hii hapa ndio tafakari yetu leo. Tafakari ya neno la Mungu inazungumzia kuhusu uzima tofauti, na labda tu niongezee kidogo kwamba uzima huu ndio nao kufanya uwe jasiri kuzungumza na mwili wako, kuambia kwamba ndani ya huu mwili kuna uzima wa Mungu. Kama kuna uzima wa Mungu, ule uzima wa kibinadamu haupo tena. Ndio maana Paulo anasema, na uhai nilio nao, ninao uhai ambao katika mwana wa Mungu. Katika mwana wa Mungu. Unajua ni swala la kuamini. Je, unayaamini haya? Kwa sababu wakati mwingine imani yako inaweza ikawa isisimame sana, labda kutokana na mifumo, desturi, mila, mapokeo, dini na vitu mbalimbali. Lakini huu ndio ukweli. Kuzaliwa upya si kujiunga na kanisa
wala kuwa na dini mpya. Kuzaliwa upya ama kuzaliwa mara ya pili ni kuhusu kupokea uzima wa milele. Huu ni uzima na asili ya Mungu mwenyewe. Inamaanisha kuwa Mungu Baba anakuwa ni baba yako. Oh, haleluya. Na huu ndio ujasiri tulionao, kwamba tukichukua na kutembea katika uzima huu, tukiamini na kutembea katika uzima huu, basi tumekuwa na mpangilio mpya wa maisha. Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Anasema lakini ni hai. Oh, haleluya. Akasema kwamba wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Akamalizia kusema uhai nilio nao sasa katika mwili. Oh, haleluya. Uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Anamaanisha kusema huu ndio uzima wa kiungu. Ni uzima ulio tofauti wa mtu mpya ndani ya Kristo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Huu ndio ukweli wenyewe, kwa sababu Yohana aliuelewa huu. Akasema kwamba yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Unaweza ukawa unatembea, unaweza ukawa unaendelea kuishi katika ulimwengu huu, lakini kama mwana wa Mungu Yesu Kristo hayuko ndani yako, ina maana huna huo uzima. Unatembea na uzima wa kibinadamu, lakini uzima wa kiungu, uzima wa milele unakuwa hauko ndani yako. Lakini litukuzwe jina la Mungu kwamba anasema tumeandikiwa sisi ili tujue kuwa tuna uzima wa milele, sisi tunaoliamini jina la mwana wa Mungu. Haleluya. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, ni kukaribishe kabla sija kuaga, useme sala ibada yangu. Sema, oh Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake napokea uzima wa milele katika roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana, mimi sasa ni mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Mungu wangu akubariki kwa sala hii. Karibu katika ufalme wa watoto wa Mungu. Tuandikie ushuhuda. Nambari zetu ni alama kujumlisha 255 766 444 Mungu Baba aliye hai akubariki. Baba yetu wa mbinguni, jina lako limetukuka. Ni jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Asante Mungu wetu uliye hai, uliyezifanya mbingu na nchi, uliyetuita kwa jina la